Bila shaka mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Kwetu News 24, popote pale ulipo, natumai ya kwamba unaendelea kuwa mzima wa afya. Kila unachopenda tukuletee kwa muda sahihi tunakuletea kabisa, zikiwa ni habari zenye kuthibitishwa, zenye uchunguzi wa kina na zenye ukweli ndani yake. Usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani duniani. Usikose kusambaza kwa wengine ili wapate habari hizi. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu ambayo inakumbwa na vita vya kila leo, sehemu ambayo wakaaji wanajiuliza haya yatakwisha siku gani bila majibu yoyote. Leo tuangazie maeneo ya huko Uvira, huko Sange, ambako mapigano makali yameripotiwa kuanza tena katika eneo hilo la Sange, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mapigano hayo yamewakutanisha waasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo au FARDC. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano hayo yanaendelea takriban kilomita 35 kutoka mji wa Uvira katika jimbo la Kivu ya Kusini. Hadi muda huu tunapozungumza hapa, hakuna taarifa kamili kuhusu hali ya majeruhi aidha uharibifu uliosababishwa, hali ikiendelea kufuatiliwa. Kwetu News 24 ikiendelea kufuatilia habari hizi ili kukuletea taarifa kamili dhidi ya mapambano hayo ambayo yalidumu mchana kutwa wa Jumanne hii ya tariki 17 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2016. Kwetu News 24 itakuletea taarifa zaidi kadiri zitakapopatikana. Wakati haya yakijiri namna hii, Ubelgiji imemaliza mzunguko wa mafunzo kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na kuanzishwa kwa kikosi cha majibu ya haraka huko Kindu, sawa na kile kilichoongozwa na Kanali marehemu Mamadou Ndala. Ufaransa kwa upande wake inatoa mafunzo huko Kisangani yanayolenga mapigano katika mazingira ya msitu, kutoweka kwa vifaa vya vilipuzi vilivyoboreshwa na matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani maarufu drone. Wanajeshi wa Israel pia wanatoa utaalamu wao kwa kusimamia vitengo vingine vya FARDC huko Ituri. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, MONUSCO, umeongoza vipindi vya mafunzo. Kwa muda mfupi, Marekani pia inapanga kutoa mafunzo kwa askari wa kikosi cha Kongo na kushiriki ujasusi wa uendeshaji pamoja na jeshi la taifa FARDC. Wakati vita vikirindima mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, eneo la Minembwe limekuwa uwanja wa vita visivyokoma. Maeneo ya Kalingi, maeneo ya Kitavi, maeneo ya Minembwe Center, maeneo ya huko Kalonge ni ndani ya sehemu yenye baridi na upepo mwanana. Maeneo ya Minembwe, vita vinaendelea kurindima kati ya waasi wa M23 wanaoongozwa naye Kamanda Sematama wa kikosi cha Twirwaneho, kikosi ambacho kimeundwa miaka iliyopita kwa ajili ya kuweza kupambana na vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo. Tulijaribu kuwasiliana na wakaaji wa eneo hilo ambao wamethibitisha kuwa kila kuchako leo mapigano yanaendelea licha ya jeshi la taifa FARDC kuweza kuchukua maeneo kadhaa ya M23 pamoja na Twirwaneho na washirika wake kama Red Tabara ambao ni waasi kutoka kwenye nchi ya huko Burundi. Vile Kwetu News 24 itaendelea kukusanya taarifa hizi kwa undani zaidi, na itakayofuata ni video kwa urefu itakavyokueleza maeneo ya Minembwe yakoje na yanatawaliwaje kijeshi kwa sasa. Tukiendelea kuzungumzia hali ya usalama mdogo mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maisha katika mashambulio ya watu wenye silaha dhidi ya vikosi vya AFC M23 mwishoni mwa juma lililopita huko Mugunga katika wilaya ya Karisimbi magharibi mwa mji wa Goma. Kulingana na mashahidi kadhaa kutoka katika eneo hilo, milipuko ya kwanza ilisikika usiku hadi alfajiri na kutia wasiwasi wananchi wa eneo hilo. Utulivu ulirejea mapema alfajiri. Asubuhi ya Jumatatu, wakaazi waligundua matokeo ya mapigano ya usiku huo. Maganda mengi ya makombora na risasi bado yalikuwa yametapakaa ardhini, ikidhibitia ukali wa milio ya risasi iliyokuwa ikirindima kwenye eneo hilo. Mashahidi hawa walisema kwamba
zaidi ya barabara inayoelekea eneo la Kanzana. Maduka kadhaa yalikuwa yameporwa, maduka mawili makubwa ya mboga yalikuwa yameondolewa kabisa na washambuliaji. Idadi kamili ya vifo bado haijajulikana, lakini miili miwili ilionekana miongoni mwa waathiriwa. Alikuwa mwanaume aliyevaa sare za kijeshi. Miili hiyo iliondolewa siku ya Jumatatu hii asubuhi na gari la kubeba maiti. Duka la magodoro lililokuwa kando ya barabara kuu katika eneo hilo liliharibiwa kabisa kwa kuchoma moto. Nayo serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yashutumu ADF kushambulia migodi na kuua raia na uporaji huko Ituri na mkoa jirani wa Kivu Kaskazini. Shambulio hili liliodaiwa na kundi la Islamic State lilisababisha vifo vingi na raia kutoroka makazi yao, serikali imesema siku ya Jumapili. Waasi wanaohusishwa na kundi la Islamic State walishambulia maeneo ya migodi kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kusababisha vifo kadhaa, serikali imetangaza Jumapili Machi 15. Vikosi vya washirika vya ADF, kundi lililoundwa na waasi wa Uganda ambao walitangaza kujiunga na kundi la Islamic State, lililoshambulia maeneo ya migodi ya dhahabu karibu na mji wa Muchacha katika mkoa wa Ituri siku ya Jumatano, serikali imesema katika taarifa yake. Mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kumekuwa na migogoro kwa miongo mitatu ikihusisha makundi mbalimbali ya silaha, wanamgambo, wanajeshi wa ADF. Shambulio hili lililodaiwa na kundi la Islamic State lilisababisha vifo kadhaa, uharibifu wa mali na watu kuhama makazi yao, serikali imemalizia kusema. Mkuu wa polisi wa eneo hilo, Matadi Muyapandi, amebainisha kwamba eneo lililolengwa lililokuwa na shughuli kubwa za uchimbaji dhahabu na mgodi unaoendeshwa na raia wa China. Amebainisha kuwa wapiganaji walivamia wanajeshi waliotumwa kupambana na waasi na kuwajeruhi 7 kati yao. Miili miwili ya raia imepatikana, lakini idadi ya vifo inaweza kuwa kubwa zaidi. Ufikiaji wa eneo hilo bado ni mgumu. John Muleverio, mkuu wa shirika lisilokuwa la kiserikali katika eneo hilo, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba watu kadhaa pia wametekwa nyara. Raia wa China waliopo Muchacha wamekimbia. Tangu mwaka 2021, jeshi la Uganda lilipelekwa kaskazini mwa Kivu, kaskazini mwa Ituri kupambana na ADF pamoja na vikosi vya Kongo, lakini operesheni hii ya pamoja haijaweza kukomesha vurugu hizo. Jeshi la Kongo ambalo tayari linapambana na kundi lenye silaha la M23 limejitahidi kujibu mashambulizi ya ADF, kundi ambalo linafanya shughuli zake katika makundi madogo katika misitu minne ya eneo hilo. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, asante kwa kuwa nasi kwa habari hizi. Tukutakie uwe na wakati mwema. Kwaheri.